Kuna wakati unaweza ukaharisha ukiwa huko mbali na hospitali, huko mbali na eneo kupata matibabu. Sasa katika kipindi hicho ufanye nini ili uweze kuokoa afya yako? Tunajua kwamba ukiharishwa na kupoteza maji, lakini pia unaweza kupata changamoto ya dehydration ambayo ikapelekea shock na ukapata changamoto au athari hasi za kiafya. Sasa ufanye nini kipindi ambapo unaharisha sana au ndugu yako anaharisha sana? Utakuwa naye Daktari Lenny Komba alitukuletea mada hii kwa undani. Kama ulikuwa bado kujiunga nasi, basi bonyeza alama subscribe kisha kengele pembeni yake. Twende pamoja katika mada hii. Jambo la kwanza ambalo unapaswa kulifanya ni kuhakikisha una replace maji yaliyopotea pamoja na electrolyte ambazo zimepotea. Mtu anapoharisha anapoteza maji, anapoteza madini, lakini pia anapoteza electrolyte mbalimbali kama sodium na potassium pamoja na calcium. Sasa unawezaje kureplace? Kama uko eneo ambalo unaweza ukapata ORS, tunashauri utumie ORS, tunaita oral rehydration salt. Hii oral tunaichanganya kwenye maji lita 1 na tunaanza kumpa yule mtu anywe. Kama ameharisha sana, basi yale maji lita 1 aanze kutumia mara moja, na kama ameharisha kwa wastani, basi yale maji lita 1 amalize ndani ya masaa 24. Lakini kama ameharisha sana, yale maji yanaweza takanya chini ya masaa 24, ndani ya masaa 6 au masaa 4. Hakikishe aimalize kama ameharisha sana. Lakini pia ikatokea uko mbali na eneo la kupata ORS, hiyo oral rehydration salt ambayo mara nyingi hapa inauzwa katika maeneo ya maduka ya madawa. Kwa hiyo ukiwa uko mbali na eneo ambalo ni ngumu kupata hii pact ya ORS, kitu ambacho tunashauri, chukua maji lita 1, maji masafi ambayo hayana changamoto yoyote ile. Lakini haya maji unachanganya na sukari vijiko 6, lakini pia na chumvi kijiko 1. Hapo unakuwa umetengeneza tunaita local ORS, na unakunywa haya maji kwa lengo la kurudisha kiwango cha madini ambayo yamepotea. Hapo kuna potassium, kwenye chumvi utapata sodium, lakini pia utapata chloride, lakini pia kwenye sukari pia utapata glucose ambapo itamsaidia kumpa nguvu kidogo na kurudisha kile kiwango ambacho kimepotea. Hiyo ni option ya pili. Kitu cha tatu ambacho unapaswa kukifanya ni kumwanzishia dawa za antibiotic. Haupaswi kumwanzishia mtu aliyeharisha dawa za antibiotic bila ushauri wa daktari, kwa sababu kuna baadhi ya magonjwa huwa tunaanza kwanza kumflash mgonjwa kwa kumpa maji mengi kwanza, lakini baada ya muda fulani ndipo tunamwanzishia antibiotics ili aweze kutibiwa. Usikimbilie kumpa antibiotic ikiwa nyumbani. Ndio cha kufanya cha kwanza, hakikisha unampa ORS au hii oral ya kuchanganya mpaka pale utakapopata msaada wa kidaktari au mpaka pale kuharisha kutakapokata. Usianze kumpa dawa ya kuharisha, kukata kuharisha ukiwa nyumbani. Tena ni vizuri daktari akimwona katika ile hali ya kuharisha, anaweza akapata kile choo akakipima. Ukafunga kuharisha, daktari anaweza akapata ugumu katika kupata ile choo na kwenda kufanya vipimo vya haraka. Kitu kingine ambacho unapaswa kukizingatia, hakikisha basi mtu huyu anaharisha mara kwa mara, basi asiwe mchafu muda wote, basi awe anabadilisha nguo zake za ndani zile, awe anabadilisha na kujisafisha pindi tu akiwa ameharisha. Kitu kingine ambacho anapaswa kuzingatia, asile vitu vyenye sukari nyingi. Baadhi ya watu wakiwa wanaharisha sana wananunuliwa soda, wanapewa juisi, wanapewa chai yenye sukari nyingi. Kwa tunashauri kipindi hiki asiwe anatumia vitu vyenye sukari nyingi, kwani vitu vyenye sukari nyingi vinaweza vikaongeza kiwango cha mtu huyu kwenda chooni au kiwango cha kuharisha sana. Kwa tunashauri asiwe anatumia vitu vyenye sukari nyingi, ili vitu hivi vinaweza pia vinapelekea kuharisha. Sasa hivi vilikuwa ni vitu ambavyo tunashauri kama wataalamu wa afya vifanyike mara moja kwa mtu ambaye anaharisha sana na ambavyo vipasi kufanyika. Ulikuwa nami Daktari Lenny Komba. Andika kwenye comment section jambo gani ambalo ungependa tujifunze katika mada zinazokuja, na kama ungependa kujua dawa gani ambazo zinapewa
kutokana na changamoto husika kwa lishe, basi tuwasiliane kwenye comment section, lakini pia kwenye namba 0767443887. Nikutakie siku njema na Mungu akubariki.